Machi 8, Jumamosi. Mwaka wa 2024. Karama za Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza 12:3. Kwa hiyo nawaambieni, hakuna mtu anayesema kwa Roho wa Mungu anayesema, Yesu alaaniwe, wala hakuna awezaye kusema, Yesu ni Bwana, isipokuwa kwa Roho Mtakatifu. Kukusanya ni agano la thamani ambalo Roho Mtakatifu atafanya kazi. Yesu alisema, amini kwamba umepokea mambo unayoomba na yatakuwa yako, mambo ambayo Yusufu, Yokebedi na Yeshua waliomba yalitimia kama yalivyo. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu anafanya kazi wakati unaomba. Kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu ambaye lazima uishi katika ulimwengu wa kimwili kwa uwezo uliopewa na Mungu, unapaswa kuishi katika ulimwengu kwa nguvu za kiroho. Moja, agano lililotolewa wakati wa jangwani. Agano la sikukuu 3 lilitolewa kwenu. Asili ya kiti cha enzi na wokovu tayari umepewa. Sasa ni lazima tu uende kwenye njia ya jangwa kwa nguvu ya Pentekoste inayotokea kupitia kazi za Roho Mtakatifu. 2. Agano lililotolewa wakati wa zama ya ibada ya sanamu. Wakati majanga yanapokuja wakati wa kuabudu sanamu, njia pekee ni kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Unapougua au kuwa na matatizo ya kiroho, hakuna anayeweza kukusaidia, na kwa sababu hakuna anayeweza kushinda majanga ya ulimwengu, lazima utegemee nguvu za Mungu. 3. Agano lililotolewa wakati ujenzi wa kanisa uliposimama. Wakati machafuko yanapokumba kanisa na watu kukabiliana na magumu ya kibinafsi, haitafanya kazi kwa nguvu zetu bali itafanya kazi kupitia nguvu za Bwana. Nguvu hii inapokuja juu ya watu binafsi, uponyaji utafanyika na uchumi wa nuru utarejeshwa mara tu itakapokuja juu ya kazi zao. 4. Agano lililotolewa wakati Roma ilipokuwa katika ukoloni. Kristo ambaye alitimiza kila kitu kwenye mlima Kalvari, alizungumza juu ya kazi za ufalme wa kiti cha enzi na kupokea tu ujazo wa Roho Mtakatifu. Warumi na Wayahudi hawakuweza kushinda kanisa la kwanza ambalo lilipokea nguvu za Roho Mtakatifu kwenye chumba cha juu cha Marko. 5. Nguvu ya kuokoa ulimwengu. Nguvu ya kuokoa ulimwengu ni kupokea zawadi ya Roho Mtakatifu ambayo Mungu aliitayarisha mapema. Shida za kiroho zinazosababishwa na vuguvugu la kutafakari kupita kiasi la mashirika 3 yanayoendelea kuja. Lazima ubadilishe ulimwengu kwa harakati takatifu ya kutafakari. Neno amini kwamba umepokea mambo unayoomba na yatakuwa yako ni sayansi ya kiroho. Kwa sababu unaweza kuokoa vitu vyote kwa kazi za Roho Mtakatifu, lazima kweli ushikilie agano na kuomba. Ombi la agano. Mungu Baba, uwafariji na kuwaponya wagonjwa kwa uweza wako. Uwafanyie kazi watu wako ambao hawawezi kutegemea wengine kwa uwezo wako. Uwaponye wale waliochoka kiroho kwa Roho wako katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.